Yes, habari za wakati popote pale ulipo. Karibu sana Charles Beda TV, Mchakato Jimboni. Mchakato Jimboni ni sehemu mahususi kabisa, kipindi mahususi kabisa kupitia Charles Beda TV, ambapo hapa unapata nafasi ya kuangalia mambo yanayohusu uchaguzi wa mwaka huu, ambapo tarehe zinazidi kusogea. Tunaenda kuchukua fomu, siku si nyingi, siku chache kabisa zimesalia. Tunaenda kuchukua fomu kwa ajili ya kinyang'anyiro tarehe 28 ya mwezi huu wa 6. Mchakato Jimboni leo hii inabisha hodi kwenye kata ya Bangata. Hapa tuko kata ya Bangata, na kabla ya kusonga mbele zaidi, tafadhali usahau kubonyeza kitufe cha subscribe hapo kwenye Charles Beda TV. Bonyeza subscribe na kwa kwanza kupata habari mbalimbali punde zinapotokea. Sasa leo hii katika Mchakato Jimboni tuko hapa kata ya Bangata, na hapa tumekutana na wadau mbalimbali wa masuala ya siasa, masuala ya uchaguzi, tukiangazia swala zima la uchaguzi wa mwaka huu. Hali ikoje na nani wanatajwa kwenye kinyang'anyiro hiki? Kata hii ya Bangata ina jumla ya matawi matatu, ama naweza kusema vijiji vitatu. Kiko kijiji cha Sasi, iko Bangata yenyewe, alikadhalika iko Midawe. Bangata, Sasi na Midawe, yote inaunda kata ya Bangata, na diwani wa kata hii kwa sasa hivi ni Mheshimiwa Ezra Tomito, ndio diwani wa kata hii ya Bangata. Lakini kata hii pia ina diwani wa viti maalum anayetokea kwenye kata hii ya Bangata. Huyu si mwingine bali ni Mheshimiwa anaitwa Arafa Molel, Arafa Saidi Molel. Huyu ni diwani wa viti maalum anatokea hapa kata ya Bangata. Sasa diwani aliyeko madarakani kama alivyosema ni Ezra Tomito. Yeye ndio diwani anayesemwa kwamba ni miongoni mwa atatetea nafasi yake kwenye kinyang'anyiro hiki. Na hali ikoje endapo ataingia katika nafasi hii? Bila shaka watu watamjaji ama kumwangalia katika yale ambayo ameyatenda kwenye kata hii, kwa maana ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika sekta mbalimbali, sekta ya maji, sekta ya miundombinu kama barabara, sekta ya elimu na kadhalika. Lakini pia mahusiano yake na chama yakoje? Viongozi wake wa chama anashirikiana nao vipi? Je, na kamati yake ya siasa ya kata ikoje? Je, na mwenyekiti wa kata, katibu kata, mwenezi, kamati nzima ya siasa, halmashauri kuu, wajumbe, mabalozi, hali yake ikoje? Mahusiano na jamii yakoje? Ni mtu anashiriki katika shughuli za kijamii ama la? Hiyo bila shaka wana Bangata watatafakari na kuangalia, je, wampe fursa tena Ezra Tomito ama la? Lakini hasa utekelezaji wa ilani na swala la mahusiano, anatajwa kwamba anatetea nafasi yake. Lakini mwingine anayetajwa kwenye kinyang'anyiro hiki cha udiwani kata hii ya Bangata, kwa mujibu wa taarifa kutoka kule kwenye vijiwe mbalimbali vya bodaboda, mamalishe na kadhalika, ni Mheshimiwa diwani wa viti maalum kwa sasa anaitwa Arafa Saidi Molel. Huyu ni diwani wa viti maalum Arafa Saidi Molel, ambapo inasemekana kwamba anataka kuingia kwenye kinyang'anyiro hiki cha kuwania udiwani wa kata, sasa kata hii ya Bangata. Yaani anatoka kwenye viti maalum na sasa anataka kuingia kwenye kata. Kwa hiyo kumekuwa na maneno mengi sana kwamba yanatajwa kwamba ni Arafa Bangata, Arafa Ezra Tomito, Ezra Tomito, Arafa Said Molel, Ezra Tomito, Arafa Said. Ndio maneno yanazungumzwa, hadi imeganyika namna hiyo. Yuko Ezra Tomito, yuko Arafa Said Molel, maneno yako hivyo, na watu wamegawanyika katika misingi hiyo. Kuna wengine wanamfagilia Arafa Said Molel, kuna wengine wanamfagilia Ezra Tomito. Yote kwa yote ni tetesi katika jimbo hili, katika kata hii ya Bangata hapa halmashauri ya Arusha DC, au unaweza kusema jimbo la Arumeru Magharibi. Hali kwa namna hiyo. Lakini sasa katika siku za karibuni kuna mtu amejitokeza na jina lake limeendelea kupaa kweli kweli. Huyu si mwingine ni mtumishi wa Mungu. Huyu mtumishi wa Mungu anaitwa Joel Yalanda. Joel Yalanda amejitokeza, na kwa kweli sasa kadiri siku zinazozidi kwenda upepo wake unazidi kushamiri, kutajwa kwenye mitaa. Joel Yalanda, mtumishi wa Mungu huyu, ambaye naye ameingia kwenye kinyang'anyiro. Inasemwa kwamba ni mtu mwenye ushirikiano mzuri na jamii, ni mtu ambaye kwa kweli ni mcha Mungu, ni mtu ambaye anajitoa katika shughuli mbalimbali za kijamii. Kwa hiyo inasemwa kwamba atatoa changamoto kubwa sana kati ya watu wawili ambao kwa muda mrefu amekuwa akitajwa
wametajwa kwenye kinyang'anyiro hichi kwamba ni majanti Arafa Saidi Mollel pamoja na Ezra Tomito. Sasa hivi upepo unaanza kuingia, yani kama vile Joel Yalanda anataka kupita katikati yao, yani anapita katikati yao. Inatajwa namna hiyo kwamba ameshaanza kugonga vichwa vya habari kwa wananchi hawa wa kata hii ya Bangata. Joel Yalanda, mtumishi wa Mungu huyu, mchungaji huyu, akitajwa kwamba anaweza akapita katikati yao, au tayari yumo ameingia kati ya wakubwa wawili ambao walikuwa wakitajwa sana hawa kwenye kinyang'anyiro hichi, ambao ni Ezra Tomito, diwani aliyekuwa madarakani, na mheshimiwa diwani wa viti maalum Arafa Saidi Mollel. Sasa kaibuka Joel Yalanda ambaye yeye mtumishi wa Mungu huyu, naye sasa jina lake linaanza kupaa na kuenea katika miongoni mwa wananchi wa kata hii ya Bangata. Hatujui, wananchi watajua wenyewe wa kata hii ya Bangata. Wakati ukifika tarehe 28 uchukuaji wa fomu, tutajua ni nani wamechukua. Hizi ni tetesi tu, pengine kuna wengine zaidi ambao watajitokeza, pengine hawa ndio wataja watachukua. Hizi zinabaki kuwa ni tetesi tu, lakini Charles Beda TV itakuletea kila kinachojiri katika mchakato jimboni hapa